Kwa majina anaitwa Dr. Juma Zuberi Homera, mbunge wa jimbo la Namtumbo. Leo hii tarehe 23 nimeona kwamba tumunge mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameleta watumishi katika wilaya yetu ya Namtumbo kwenye zile ajira siku zake 100 za Dr. Samia Suluhu Hassan. Aliahidi kuajiri watumishi wa afya takribani watumishi wa afya takribani 5,000 na watumishi wa elimu takribani 7,000. Sasa sisi katika wilaya yetu ya Namtumbo tumepokea watumishi takribani 202 na pia kuna ajira zingine ambazo halmashauri nazo wataendelea nazo, wamepewa kibali takribani 13. Kwa hiyo ukijumlisha unapata 215. Kwa hiyo mimi kama mbunge wa jimbo la Namtumbo nimeona katika kumunga mkono Mheshimiwa Rais kwa kitu ambacho amekifanya siku zake 100 na mimi niweze kutoa magodoro takribani 215, lakini hapa yako 222. Kwa 215 yatakwenda kwa ajili ya kuwanufaisha watumishi wa afya wapya. Haya magodoro 215 yanakwenda kuwanufaisha watumishi wapya wa wilaya hii ya Namtumbo ambao wamepangiwa kazi katika halmashauri hii ya Namtumbo. Kama mbunge nimeona kwamba Mheshimiwa Rais amfanya jambo kubwa katika utekelezaji wa ahadi zake ya siku 100. Nikaona na mimi katika kuona kwamba Mheshimiwa Rais amfanya jambo kubwa kama hili, na mimi kama mbunge ambaye tunayemsaidia kazi huku kwenye majimbo niweze kutoa haya magodoro ili watumishi wetu wakaanzie maisha. Kwa namna moja au nyingine na wapa morali kabisa wafanyakazi waende wakafanya kazi kwa moyo, wamuunge mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu hii ilikuwa ni ahadi yake ya siku 100 baada tu ya kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ataweza kutoa ajira kama hizo. Kwa hiyo mimi kama mbunge wa jimbo la Namtumbo nasema kazi iendelee na Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi niseme tu kwamba watumishi ambao wamepokelewa zaidi ya 202 na hao wengine 13 ambao wanakwenda kuajiriwa, niwaombe sana ofisi ya mkurugenzi pamoja na afisa utumishi aweze kuwahendo vizuri, awape moyo, kwa sababu wanakwenda kwenye mazingira tofauti tofauti. Mazingira mengine yana changamoto mbalimbali, mengine yako vizuri. Kwa hiyo waweze kupewa moyo, na wakifika kule natoa wito kwa viongozi wenzangu wa ngazi ya kata wa Chama cha Mapinduzi pamoja na wa serikali waweze kuwapatia hata pia mashamba, angalau kila mtumishi kwenye eneo ambalo wamefika zisipungue eka 5 aweze kukabidhiwa ili aweze kujikwamua kiuchumi, kwa sababu ni kipindi cha masika ambacho kinaendelea. Wakipewa na eka 5 na godoro mimi nimewapa, maana watakuwa wamemunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan. Nisitoe shukrani kwa Mheshimiwa mbunge na waziri wetu wa Katiba na Sheria kwa kuunga juhudi za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea magodoro haya 202 kwa ajili ya watumishi wetu wapya wa ajira mpya kwenye wilaya yetu ya Namtumbo. Kipekee ni mhakikishie kwamba sisi wa watumishi tutapa ushirikiano, tutafanya nao kazi bila kumferisha yeye kama kadri yeye alivyoona kwa ajili ya kutupushi sisi kwa watumishi wa wilaya ya Namtumbo ili watu wengine waipende Namtumbo. Jina langu naitwa Musa Mumina, ni kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Namtumbo. Kwa tukio hili niseme kwamba kwa kweli kwanza ni shukurani kwa mheshimiwa wetu mbunge wa jimbo hili kwa kuona umuhimu wa watumishi hawa kutiwa moyo kwa kuwapatia magodoro. Na niseme hiki alichokifanya ni kati ya mahitaji ambayo ni muhimu sana, kwa sababu ili mtu aweze kufanya kazi vizuri, alale, aamke vizuri, na akiwa amelala pia ndio anaweza kuwa na mipango mizuri kwa ajili ya kazi ya kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo mimi nashukuru, na kwa niaba ya watumishi wote wa halmashauri tunamshukuru, kwa sababu hiki alichokifanya si mara zote kimetokea, kinatokea tu kama kwa mtu mmoja mmoja anayeguswa akiwa kama kwenye nafasi kama hiyo ya ubunge. Kwa hiyo mimi nimshukuru na niahidi kwamba watumishi hawa kwa vyovyote vile wamefurahi sana na watafanya kazi vizuri, watafanya kazi kwa moyo, na magodoro ya tutayagawa kuanzia leo, na tutahakikisha kila mmoja anapata kama ilivyopangwa, na yatafika sehemu ambazo zinatakiwa na yatatumika. Kwa majina naitwa Jasmine Juma Homera, ni mkurugenzi mtendaji wa Sati Trust Foundation, lakini pia ni mke wa Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa waziri.
Hivyo basi nipende kumpongeza mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuletea watumishi katika wilaya yetu ya Namtumbo. Ninampongeza kwa jitihada zake na juhudi zake, Mwenyezi Mungu azidi kumtunza. Lakini pia nipende kumpongeza mheshimiwa mbunge kwa juhudi aliyoionyesha leo kuweza kuwapokea wageni hawa, kwa kuweza kuwakarimu kwa magodoro. Mwenyezi Mungu azidi kumuongezea pale anapopunguza. Lakini pia watumishi na waomba pia watumishi waliopewa nafasi ya kuja wilaya ya Namtumbo waweze kufanya kazi zao kwa neema na baraka, waweze tusonge mbele na kufanikisha katika jimbo letu la Namtumbo tupate maendeleo zaidi. Asanteni sana. Hakika huyu ni mbunge wa kuigwa. Ni mbunge mwenye upendo wa kiagape sana. Hatujawahi yaona kama haya. Kwa kweli anastahili sifa, anastahili pongezi, ni upendo wa kiagape. Amejitoa sana. Watumishi wa ajira mpya huwa wanapitia magumu sana wanapokuja kuanza ajira. Ukute wanalala chini. Lakini mheshimiwa mbunge ameweka maono yake ya mbali sana. Amewasaidia watumishi hawa kuwapa magodoro. Ni tayari hata hizo pesa watakazopata zingine zitakuwa kwa kujikimu na mambo mengine. Kwa jina naitwa Dominic Andrew Lusumo. Mimi nimeajiriwa katika kada ya walimu. Cha kwanza nipende kumshukuru mheshimiwa mbunge kwa ajili ya zawadi kubwa aliyotupa. Maana leo tulikuwa tunawaza tunaanzaje, lakini tayari suluhisho limeshapatikana. Vile pia nipende kumshukuru mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kutupa ajira hizi. Alipotangaza wengi hawakuamini, lakini imekuja kutokea. Samia oye! Kwa majina naitwa Neema Ndosi, ni daktari. Tunapenda kushukuru mheshimiwa mbunge pamoja na viongozi wote kwa kufikiria na kutusaidia kupata hayo magodoro ya kuanzia maisha. Tunashukuru vile kwa ushirikiano wenu kuanzia tumefika mpaka muda na wakati huu. Tunaahidi tutakuwa pamoja katika kila hatua na tuzidi kuombeana. Kwa majina naitwa Jessica Mwitinda, mimi ni afisa maendeleo. Jamani, mimi nina miaka 10 kazini. Naomba niwatie moyo watumishi wenzangu ajira mpya. Nilianzia Likuyuseka. Nilikuwa na hofu sana mara ya kwanza kwa sababu nimetoka Dar es Salaam, nawaza kwenda kijijini nitaishije, nitafanyaje. Lakini nashukuru Mungu tulipata watu ambao waliweza kutuencourage, kutuambia kwamba maisha ni popote, kwa sababu hata kule unapoenda Likuyu kuna watu na kuna watumishi wenzangu hapo kule. Kwa hiyo hata nyinyi watumishi wenzangu wapya, kituo cha kazi ulichopangiwa ukumbuke kwamba kuna watumishi wengine utawakuta kule, hautakuwa peke yako. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615.